hapa vumbi nyingi sana hili hapa. Gari ukiosha dakika 2 tu limechafuka. Kwenye maduka huko ndio usiseme yani. Ni kuoga vumbi tu. Tunaenda nyumbani na vitu kwa kulima. Wakazi wa jiji la Mbeya wamelalamikia kuchelewa kwa barabara ya njia 4 yenye kilomita 29 kutoka Nsalaga kwenda Ifisi yenye thamani ya shilingi bilioni 138.7, mkataba uliosainiwa Februari 13 mwaka 2023, kituo cha daladala Kabwe ukitarajiwa kukamilika Februari 25. Wakiongea kwa nyakati tofauti, wananchi eneo la Soweto, Ilomba, Mama Joni, Sae na Uyole wamesema mitaro iliyochimbwa imekuwa hatarishi pamoja na vumbi ambapo afya zao zipo hatarini sanjari. Naitwa Simon Joseph Makalima. Tunategemea viongozi wetu watusaidie kuhusu hii barabara. Tulikuwa tunamtegemea mama yetu Tulia kaingia mitini ndio ameiacha hivi. Manaka singeingia mitini hii barabara ingekuwa inaendelea. Foleni iliyopo hapa mjini ni hatari. Rais analijua, Samia huko juu analijua kwa Mbeya iko vipi. Sasa tunazojua ni CCM, vyama vingine havipo. Kwa ndio wafanye kazi. Watufanyie kazi vizuri. Si wenyewe ndio wenye vyama, watufanyie kazi vizuri. Vyama vingine vya kufanya kazi hapa havipo. Sawa bwana. Tunaomba hilo hapa lifike huko juu. Huyu mbunge wetu huyo si barabara lioni, si anapita na ndege tu. Nakuta tu anapita na ndege na unga. Sisi hapa tunapata shida. Na hivi tunashukuru Mungu mvua zimeacha. Bila mvua hapa, wewe mwenyewe hapo singefika hapa. Kwa hiyo bwana, ujumbe ufike kwa rais wetu Samia. Hapa vumbi nyingi sana hili hapa. Gari ukiosha dakika 2 tu limechafuka. Kwenye maduka huko ndio usiseme yani. Ni kuoga vumbi tu. Tunaenda nyumbani na vitu kwa kulima. Sasa tunalima kweli mjini? Au kuna mashamba? Tunaomba mama yetu aliangalia hili swala. Tunamtegemea. Yeye ndio rais wa wanyonge, anasema haya, aonyeshe unyonge wake hapa. Si anasema yeye ndio rais wa wanyonge, aonyeshe unyonge hapa. Umenielewa? Atosha. Kwa jina naitwa Lugano Mwankemwa. Kwa kweli kero katika hii mtaa ya Soweto, mitaro hatuna vumbi mtindo mmoja. Kila sehemu ni kero. Mvua ikija matope kila kona. Tunaiomba serikali itukumbuke kuhusu hii barabara, ni shida. Ni changamoto kweli kweli. Kiangazi bado hakijafika lakini utafikiri tuko kwenye kiangazi. Hatuelewi kama viongozi wetu wanasemaje kuhusu hii barabara. Na changamoto tulizonazo, tunaomba kero iondoke, maana hata shughuli zetu ni vumbi tu kila sehemu. Serikali ilipotutangazia kwamba hii barabara inajengwa, tulifurahi sana kwamba sasa hata foleni zetu zitapungua, kwa sababu tulijua kwamba njia zitakuwa 4 na ukipita huku na huku ili uweze kutengeneza majukumu yako ili yaende yasonge mbele. Lakini cha ajabu mpaka saizi hatuelewi na hakuna kinachoambiwa kwamba ni kitu gani kitafuata. Kero hiyo imemuibua Salim Abri Asasi, mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM ambaye ni mlezi wa mkoa wa Mbeya. Na hii barabara haina manufaa kwa ajili ya watu wa Mbeya tu. Labda ni declare interest. Mimi ni msafirishaji. Sasa zingine hii barabara ikiwa na changamoto, hata wasafirishaji nao wanakuwa na changamoto. Labda tuchukulie mfano ndio barabara inatumia na watu wa Mbeya tu. Kulikuwa kuna haja kuweka barabara mbili. Wanatumia wanani wa Mbeya tu. Kwa sababu hii ni ufunguo wa SADC. Magari yote yanaenda huko yanapita hapa. Kwa hii ni interest, ni nation interest. Kwa hiyo taifa lina manufaa na hii barabara. Kwa mtu akitoka Iringa, akitoka Morogoro, akitoka Dar es Salaam, akitoka Songwe, ana manufaa na hii barabara. Kwa hiyo barabara hii isichukulia wana Mbeya tu peke yao. Na ninafikiri katika miradi ambayo mikubwa kila mikoa ambaye labda hata ukimwamsha Mheshimiwa Rais ukamwambia bwana, katika miradi ambayo unaifikiria mkoa wa Mbeya atautaja huko. Wao kweli kabisa. Hawezi kuzungumza zahanati sio ya kata fulani au sio hospitali ya eneo fulani. Katika miradi mikubwa ambayo ipo kitaifa na kwa viongozi wetu wa kitaifa katika mkoa wa Mbeya.
Kwa hiyo kama viongozi, na bahati nzuri sasa hivi barabara kaka ilikuwa zamani inawakilishwa na mbunge mmoja. Ndio. Sasa hii barabara imepita kwa bunge wawili. Sasa nyinyi mtakapoenda kule bunge watatu na nani na Mbeya vijijini. Mbona sasa? Sasa nyinyi wabunge watatu mkifika kule bungeni ulipigania hiyo. Tayari na wawakilishi wengi. Kwa hiyo kama alivyosema mwenyekiti hapa, mimi ni mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa. Moja kati ya maagizo tuliopewa kwamba tutakapokwenda kwenye mikoa ya kuadhimisha miaka 49 ya chama, ndio mkakague na miradi, alafu mtueleze miradi imefikia wapi, basi tufikishe, pamoja na kwamba wao hapo wanafuatilia, lakini kutokana na umuhimu wa miradi hii ndio maana hao waheshimiwa wakaamua katika kuadhimisha miaka 49 basi na sisi tutembelee, pamoja kwamba mawaziri wanapita na kila kiongozi atapita. Kwa sababu gani? Kutokana na umuhimu wa barabara hii. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, na kujua wewe ni mchacharikaji sana. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba barabara inakamilika kwa muda. Na kingine, unajua nilichokiona mimi, nimekuja wakati wa uchaguzi hapa, nimekuja mara 2 3. Kiukweli barabara hii ni kero. Ni kero kwa kweli. Jana ndio afisa tulichukua dakika ngapi? 40 minutes kutoka mjini mpaka kuja kutoka huko kuingia mkoa 1 hour. Kwa hiyo tujaribu kuwapunguzia wananchi kero. Hivi unafikiri wakiona hapa sasa, mtawapeni mfano. Simuona kuna watu wanapita na mabasi, alafu wametuona sisi na mashati yetu kijana awageresha tu. Hawezi kusema hivi. Mtu ametoka kula amekereka huko na mafoleni, alafu anapita sisi na miamvuli yetu ya CCM na mashati yetu ya kijani, anachungulia geresha tu barabara haichi. Hawasemi hivyo. Wanasema hivyo. Kutukana sana. Kwa jamani, sasa ni hali ifanye nini? Mimi nawashukuru kwa taarifa yako mwandishi. Mwenyekiti, asante, na sisi tutafikisha taarifa na ndani ya uwezo wetu sasa hiyo kufikisha kwa wakubwa zaidi. Jamani, tulikuwa na Mbeya huko, moja kati ya changamoto kubwa ni barabara hii. Kama kuna fedha zimenywa basi ziletwe ili angalau mradi ufanye nini. Mimi ni haya, asanteni sana. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Nyasa, Joseph Mbilinyi Sugu, naye hakusita kupaza sauti juu ya kuchelewa kukamilika kwa barabara hiyo. Barabara njia 4. Niliwaambia, nilikuja huku nikawaambia wakati wa serikali za mitaa kabla hawajaiba na hawajapora, niliwaambia hivi, hawa jamaa, hawa wabunge waliokuwepo wakati ule, mbunge alikuwepo huyu dada, hana uwezo wa kusimamisha shilingi barabara hizo zikajengwa, kwa sababu kama ameshindwa kujenga barabara za mitaa atajenga njia 4? Leo kiko wapi? Wamerukia hoja. Sisi tuliwaambia hii njia ijengweje, uwezo huo bado hamna. Kujitutumua kutukana wahisani, leo tunazo hela za ndani. Angalia hapo leo walichokifanya. Sema leo ungekuachia barabara yetu ile inapendelea kujenga. Nawaambia nyinyi CCM kwa niaba ya Mbeya, afadhali mngetuachia barabara yetu ile moja, njia moja, tuendelee na maisha yetu, kuliko mmekuja kutuvuruga. Mmeacha maandaki, biashara za watu kulia na kushoto hazifanyi vizuri. Watu hawawezi kwenda kwenye maduka, watu hawawezi kwenda kwenye biashara zote ambazo ziko kwenye hii barabara zimekufa kabisa. Alafu unataka watu walipe kodi. Watalipa kodi kutoka wapi? Kutoka mpaka nataka kutukana wao sasa. Wamekuja hapa wamevuruga hiyo barabara kwa sababu za kiuchaguzi, kuelekea uchaguzi wa Oktoba. Wakatuvuruga, wameleta magreda hapo, wameleta Wachina. Tunaona leo muone hata Mchina barabarani, hata kwa bahati mbaya muone kaenda makasini pale muone. Wameondoka kwa sababu hawana hela ya kuwapa. Na hapa mimi ndio natamani ile sera ya Chadema ya serikali za majimbo. Kama tungekuwa na serikali za majimbo na hii Nyasa ndio ingekuwa jimbo, Mbeya hapa ndio ingekuwa makao makuu ya jimbo, walai hii barabara tungejenga wenyewe, tungesimamia wenyewe, tungejenga wenyewe.
mtu anayeamua yuko Kizimkazi Zanzibar, kuna ndege ama mambo gani hapa? Anayetakiwa kuamua kuhusu barabara za Mbeya hajawahi kufika Mbeya. Akifika anakuja tu na ndege, msafara, ameondoka, hajui hata mahitaji yetu halisi yakoje. Kwa hiyo tunachosema, aidha mfungue hii barabara kwa namna mtakavyojua, wafanyabiashara wa Mbeya waendelee na biashara zao, au la muwape msamaha wa kodi, msiwatoze kodi mpaka pale mtakapokamilisha hii miundombinu ya barabara ili watu waweze kwenda kwa raha kwenye biashara zao. Msiwatoze kodi kwa sababu mmedistabu biashara zao. Hawa ndugu zangu wa Mbeya. Katika hatua nyingine, mbunge wa Mbeya mjini Patrick Mwalunenge na mbunge wa jimbo la Uyole Dr. Tulia Ackson wametembelea na kukagua barabara hiyo na kuwapa matumaini wananchi. Shukuru kwa maelezo uliyoyatoa na tunapongeza, tunaona, lakini tunafahamu sababu ya kwanza ilikuwa mkandarasi alikuwa ametoka kwa sababu ya mvua nyingi kunyesha, lakini alikuwa na certificate zake labda zilikuwa kwenye process ya malipo. Na mimi kushirikiana na dada yangu huyu hapa, unamwona, tulipambana sana kuibana serikali, na tunafurahi kuona kwamba umetupa maelezo kwamba tayari fedha zimeshakuja. Kwa sasa jukumu lako wewe kama manager TANROADS kumsimamia bwana afanye kazi kuna mchana, hasa kwenye hili eneo la daraja. Na nakupongeza, nimeona kuna taa ziko hapa. Maana yake ni kwamba atafanya kazi usiku na mchana. Kwa msimamieni ili kuondoa hii adha ya wananchi kero, lakini jambo ambalo mimi nawaombeni sana, jibaneni kwenye matumizi yenu ili mpate hela za kuwapa mafuta watu ili hii barabara wanaimwagia maji. Hiyo ndio message kubwa ambayo naiomba sana ifanyie kazi, kwa sababu wananchi hawakatai mradi, lakini unapoona kwamba wanafanya biashara hapo bidhaa zao zinachakaa madukani kwa sababu ya vumbi, pia na yenyewe inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo jitahidini sana, kila source ya pesa mnayoipata basi jitahidini mwage maji asubuhi au jioni ili muda fulani kupunguza hii adha ya vumbi. Lakini otherwise tunawapongeza, najua dada yangu naye analo la kuchangia hapo. Na kama alivyosema kiongozi wetu hapa wa chama, kwa kweli muendelee kusimamia. Tunashukuru leo ni Jumamosi, lakini na nyie mko hapa, hamsikilizi tu kwamba mkandarasi yuko mahali anafanya kazi, lakini kuwepo hapa maana yake wewe ukiwa hapa mwingine anakimbia kuangalia iwapi je kazi inaendelea. Kwa nawapongeza sana kwa kweli na tunawatakia kila laheri, na sisi kwa upande wetu tutaendelea kushirikiana na serikali kwa maana ya kuwakumbusha ili barabara iweze kukamilika katika ule muda ambao ulikuwa umepangwa. Na kwa kusema hivyo nirejee tena kuwapa pole wananchi kwa sababu imeleta adha kubwa, hasa kwa sababu mvua ilikatika mara vumbi ikaanza. Kwa hiyo kidogo kujua kwamba kwa nini mkandarasi amesimama, ukiwaambia ni mvua wanaona mbona kuna vumbi. Kwa hiyo niwashukuru, niwape pole wananchi kwa adha hii walioipata, na kwa kweli tunaishukuru kama mbunge mwenzangu alivyosema na pia mwenyekiti wangu, tunaishukuru sana serikali yetu na hasa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha fedha hizi zinakuja na wananchi wake wa upande huu hawapati changamoto. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tunamshukuru Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, lakini pia Waziri wa Fedha na watendaji wao wote, kwa kweli tunawashukuru. Na tunataraji pengine kwa sababu ujenzi umeanza kitambo kidogo na lami ilishaanza kuwekwa, basi waje huku waone mambo yanaendaje, na mengine tutazungumza wakati huo, lakini kwa sasa tunawashukuru sana kwa kazi nzuri TANROADS. Tunawatakia kila laheri katika utekelezaji wa huu mradi. Meneja wa wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Mbeya, Mhandisi Suleiman Bishanga amesema mkandarasi atafanya kazi usiku na mchana kwani wamepokea fedha kwa wakati. Plani ya mkandarasi kwa daraja hili atafanya usiku na mchana ili liweze kurudi kwenye nomo, kuondoa adha ambayo iko kwenye maeneo haya ya vumbi, lakini na adha ya watu kuwa na foleni. Na kama unavyofahamu serikali tayari imeshatuelekeza kuhakikisha hizo foleni za mjini tuziondoe, lakini na sehemu zingine zinazosababisha foleni, kwa mfano kule Mlima Nyoka na kule Inyara, na kwenyewe tunaendelea nao kwa sababu zile fedha tumezipata na tumeelekezwa sasa tuanze kutengeneza na kuhakikisha ile juhudi za kutengeneza kule Inyara na Mlima Nyoka ni kurahisisha hapa mradi uweze kutekelezeka kwa haraka na uishe kwa mapema. Na tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu zile fedha amezileta kwa wakati ambao sasa mvua imekatika, lakini na kazi ndio zinatakiwa kuanza. Kukamilika kwa barabara ya njia 4 mbali ya kupunguza msongamano wa magari itaongeza fursa za kiuchumi mkoani Mbeya ambapo nchi za kusini mwa Afrika huitumia barabara hiyo.